Wahusika wako wapi hapa? Mwambie kuna wageni huko nje. Mweze kukaa na mji mchafu namna hii, mtu anaamua tu kinyesi unaturudishia kwa wenzio, maana yake nini? Mheshimiwa DC, funga hapa. Mpaka mwenye baa na musika atakapo report ofisini kwako. Hii kero ni kubwa sana kwa sababu mavi yanafunguliwa hapa usiku, asubuhi unakuta mavi yametapakaa, harufu, tunashindwa kukaa kwa amani, na kila tukifanya juhudi zozote za kuita ofisi ya mtendaji wanakuja wanapita, hamna lolote linalofanyika, na mpaka tukaamua kutafuta namba ya kule ofisi ya mkoa. Leo tumepiga asubuhi na wamekuja mchana huu. Tumepata malalamiko ya majirani walioko eneo hili hapa kwamba sijui ndio mmiliki sijui muendeshaji wa sehemu hii anatiririsha maji ya kinyesi kwenye maeneo ya wenzie. Sasa mkurugenzi wa halmashauri kupitia kwa wataalamu wake wameshapata kuja kuwapa onyo hapa zaidi ya mara 2 mara 3. Wanasema wameshakuja kuwatoza faini hapa, lakini kama vile wameamua kuwa masugu hawasikii. Sasa kwenye nchi hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, lakini taratibu ziko wazi. Unapofanya biashara yako ni lazima uzingatie afya na mazingira ya wenzio. Faida yako wewe isiwe karaa kwa wenzio. Sasa uweze kufanya biashara kwako kinyesi unapeleka kwa nyumba ya jirani au kwenye kichochoro cha jirani, nadhani si sawa sawa. Sasa tutakapompata mmiliki watatuambia lini wanaboresha mazingira huko nyuma, wanachimba shimo husika kwa ajili ya kutiririshia hayo maji, au hayo maji wanayasogeza sasa, wanayatengenezea njia ya kwenda kwenye sehemu husika, ili sasa watu waweze kupata kuishi vizuri kwa huko nyuma, lakini waweze kufanya vizuri biashara yao. Lakini hili ni angalizo, sababu pia hata ukipita kwenye uchochoro huu unaona jinsi ambavyo ulivyokuwa mchafu. Na nakumbuka nilishaelekeza waheshimiwa wakuu wa wilaya usafi wa kila Jumamosi na kuhakikisha wafanyabiashara wote kwenye maeneo yao ya biashara yanakuwa masafi. Sio tu kufanya mji wetu uweze kupendeza, lakini pia ni afya. Utiririshaji wa maji machafu na vinyesi kutoka kwenye choo si usalama. Sasa hivi ni kipindi cha karibu ya mvua, tunategemea mvua. Mvua zikianza kunyesha hivi zikakutana na hayo maji machafu hapo nyuma, kipindupindu kikiamka, watasema serikali njooni mje msaidie watu huku. Wakati tumeamua sisi wenyewe kukaribisha kipindupindu hicho, kwa sababu kipindupindu ni ulaji wa kinyesi chenye vijidudu ambayo haiwezi kuepukika, tunajuaje. Kwa hiyo rai yangu kwa wananchi na wafanyabiashara wote wa mji wa Babati, sehemu yako unayofanyia biashara hakikisha haiwi kero na changamoto kwa majirani zako. Na yoyote ambaye tutamkuta anakwenda kinyume na taratibu ambazo zimewekwa na serikali, lakini anakwenda kinyume na taratibu ambazo zimewekwa na halmashauri, hatutosita kumchukulia hatua mara moja bila ya kuogopa. Hatutopepesa macho. Na kwenye hili naomba nitoe onyo kali. Yoyote ambaye anajua sasa hivi nyumbani kwake kuna mfereji, kwenye biashara yake kuna mfereji, au zibe kabla sijapata taarifa. Na ninatoa kabisa taarifa kwa wanababati wote. Yoyote ambaye anajua kuna uchochoro unatoa maji machafu na mwenye eneo hili ameamua kukaidi, nipeni taarifa. Mimi nasoma message zote za kwenye magrupu yote ya kwenye mkoa huu. Weka message, sema wapi kuna changamoto ya maji yanatiririsha, mimi natia timu hapo.